boreshe eneo moja ambalo na lenyewe tusipoliangalia ndilo litakalo haribu mipango mizuri ya serikali na kuendeleza ufisadi pamoja na ubadhirifu ndani ya nchi yetu. Ni kundi la machawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, machawa ni kundi hatari. Machawa ndimo wanamojificha mafisadi, machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu. Na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha, kukichoma moto na kukifyekelea mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na haya lazima yafuatayo pia serikali iangalie. La kwanza ni kuhakikisha kwamba mihimili ya dola, mahakama, bunge pamoja na serikali inakuwa ni mihimili iliyo huru. Bunge liwe huru. Leo tukiletewa taarifa ya CAG kwa mfano, lazima tuijadili kwa uhuru, kwa upana, ili tushughulike na wabadhirifu, na ndio maono ya Mheshimiwa Rais yatakapofikiwa. Tutakapoweka maazimio, lazima maazimio yale yaende yaheshimiwe na serikali iyatekeleze. Bila hivyo hatutafanikiwa. Mahakama iwe huru, wapelekewe watu ambao wamefanya uhalifu, watendewe haki ya kuhukumiwa ili waogope fedha za serikali. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi, vyombo vya dola na vyenyewe lazima viwe huru. Lazima mwendesha mashtaka awe huru ili maono haya yafikiwe. Lazima polisi wawe huru ili wachunguze watu ambao ni mafisadi papa, yapelekwe mahakamani, kuliko kupeleka vidagaa, ndivyo vimjusi vidogo vidogo ndo vinaenda mahakamani. Lazima tume ya kudhibiti madawa ya kulevya wawe huru, washughulike na mambo haya. Bila kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ninashukuru Mheshimiwa Rais ameliona jambo hili, kwamba yote haya nimeyasema, nimejipambanua, lakini kuna kundi hili hapa linaweza kunikwamisha. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais alisema atatupa ushirikiano, bunge hili atatupa ushirikiano, na sisi tumpe ushirikiano. Haya mambo ya kuleta masuala ambayo ni muhimu, masuala ambayo wamejificha kwenye uchawa, kumbe ni madalali wa rasilimali za serikali, wanajificha kwenye uchawa, kumbe ni wahujumu uchumi, alafu tunawabaini. Tuache mambo ya kufunika kombe mwanaharamu apite. Tusikubali mambo muhimu kama haya. Mama amejipambanua, anataka kumaliza awamu ya 6, aliache tabasamu la utu kwenye macho ya Watanzania. Haya mambo ya kuitana kwenye chama sijui party caucus, kuna jambo zito, lifisadi limetikisa nchi. Lakini kuna watu wengine ambao pengine wako connected na hilo lifisadi na hilo lihujumu uchumi. Mnatuletea mambo kwenye party caucus, hiyo haitakuwepo hiyo, na hiyo imetoka imeenda hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka tumsaidie Mheshimiwa Rais. Hivi kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kundi hili halitadhibitiwa kwa nguvu zote, na mimi niwaambie kwetu Msoma tunasema vita ni vita mra, lazima tupambane. Itakuwaje wananchi Mwibara pale tunahitaji maji, na Mheshimiwa Rais maono yake anasema tutakuwa na grid ya taifa ya maji, alafu fedha zinaliwa na haya mamjamaa? Mwibara watapata wapi maji? Mwibara tunataka kupata vizimba vya kufuga samaki, alafu haya majamaa yaendelee kula pesa. Mwibara tutapata wapi vizimba vya kufuga samaki?